Ikiwa leo ni tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka wa 2026, Mheshimiwa Baba Askofu wa Dayosisi ya Morogoro Dr. George Andrew Pindua amefungua kikao cha uhakiki wa mpango mkakati wa Dayosisi ya Morogoro. Kabla ya kufungua kikao hicho, Mheshimiwa Baba Askofu alipongeza kamati husika iliyoratibu jambo hili kwa uzuri wake na kuwapongeza wajumbe wote waliopata nafasi ya kushiriki katika kikao hiko, na alitumia nafasi hiyo pia kuwatia moyo katika changamoto zinazoweza kujitokeza hapa na pale katika kulifanikisha jambo hilo. Mwisho aliwatakia baraka na kuwataka wazidi kuwa wamoja katika kuijenga Dayosisi ya Morogoro. Utaratibu huu ndio unaotufanya sisi tufikie mahali pazuri. Hii ndiyo roho tunayoitamani ituongoze katika kikao hiki: utaratibu, heshima na mshikamano. Yaani tunahitaji kila mtu aone kitu hiki sio cha kamati, kitu hiki ni cha KKKT Dayosisi ya Morogoro. Alafu kila msharika wa dayosisi hii ana haki ya kuwa na kopi ya mpango mkakati baada ya sisi kufanya nini? Kuuthibitisha na kuupitisha. Kwa hiyo muone kwamba ni kitu chetu. Ndugu zangu, kanisa linaitwa kuwa chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Katika kipindi cha 26-30 tunahitaji kuimarisha uinjilisti, malezi ya kiroho, huduma kwa jamii, uwajibikaji wa rasilimali, pamoja na kuimarisha umoja wetu kama mwili wa Kristo. Mtume Paulo anatufundisha katika Waefeso 4:3, anasema kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kiungo kimoja cha amani. Kumbe hapa tunahitaji jambo kubwa sana. Kiungo hiki cha umoja kinaweza kikasimama vizuri kama kila mtu akifikia mahali akaheshimu kipawa cha mwenzake, akaheshimu mawazo ya mwenzake, akaheshimu uwezo wa mwenzake. Hii italeta thamani kubwa sana, na kanisa la Mungu ni hapa halitakuwa maskini, litakuwa kanisa tajiri. Hivyo basi, tofauti za mawazo zisivunje umoja wetu, bali zitujenge na kutukomaza. Kila mmoja wetu ana mchango wa kipekee. Sauti ya kila mjumbe, mtaa au usharika ni muhimu. Ushauri wa kila mjumbe ni thamani yake. Maneno ya Mungu yanatukumbusha katika Habakuki 2:2, andika maono haya, uyafanye yaonekane sana katika mabamba, ili asomaye ayapate kuyasoma kwa haraka. Na sisi leo kwenye mpango mkakati wana kitu wanasema kuna mission na vision, si ndio? Ukifika tukisoma yakupe picha kwenye bamba, kumbe kuna jambo linalofanyika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mpango wa mkakati huu ni maono yaliyoandikwa kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa maono haya yanaeleweka, yanatekelezeka na yanatendeka na mazingira halisi ya dayosisi yetu. Hicho kitafanya tuwe na jambo zuri sana. Unajua, kuna mpango mkakati unaweza ukawa nao lakini ukaufukia, haujafanya kazi. Lakini tunataka kupitia wajumbe hawa mlioko kwenye kikao hiki, ninyi muhakikishe kwamba haya ambayo tunayapanga yanaeleweka vizuri. Lakini la pili, pamoja na ya kueleweka, yanatekelezeka na yanaendana na mazingira ya dayosisi yetu. Kama ni Turiani, Kilosa, Chalinze, Ngerengere au Morogoro, yaeleweke. Na kwa njia hiyo tutakuwa na yale maneno, lugha moja na usemi mmoja. Wapendwa,
wajumbe wa mkutano huu wa kuhakiki mpango mkakati wa dayosisi, tusiogope changamoto zitakazojitokeza katika utekelezaji. Bwana anatuhakikishia maneno haya katika Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anatamani kutupa tumaini jema, mawazo mazuri. Morogoro tunawaziwa mema na Mungu. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema maneno haya. Kwa imani hiyo, tunaingia katika kipindi kipya cha mipango tukiwa na matumaini ya tegemeo kwa Mungu. Kwa niaba ya halmashauri kuu ya Dayosisi ya Morogoro na uongozi wa KKKT Dayosisi ya Morogoro, niwashukuru sana ninyi nyote kwa kuitikia wito wa kushiriki katika zoezi hili muhimu la kuhakiki mpango mkakati wa 2026-30. Ushiriki wenu ni ishara sasa ya uwajibikaji, upendo wa kanisa, lakini kutembea pamoja kama wana dayosisi na kutembea pamoja kwa kufahamu mipango ya kwetu. Na sasa mniruhusu nitangaze kwamba kwa mamlaka niliyopewa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi na kwa mamlaka ya halmashauri kuu ya Dayosisi ya Morogoro, napenda kutangaza ya kwamba kikao hiki cha uhakiki wa mpango mkakati wa KKKT Dayosisi ya Morogoro ninakifungua rasmi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.